Kutoka kaunti namba 39 turejee hapa kaunti namba 47 ambapo idadi ya watu waliofariki kwenye jumba lililoporomoka eneo la Blue Estate Shauri Moyo imefikia watu 4. Jumba hilo liliporomoka wakati serikali ilipokuwa ikibomoa majengo yaliyojengwa kando ya mto Nairobi. Kwa mujibu wa Wizara ya Usalama na Mambo ya Ndani, jengo hilo lilikuwa miongoni mwa majengo yaliyolengwa kubomolewa chini ya mradi wa kuhusisha mto Nairobi. Hao vijana wengine walikuwa hapa, wengine walikuwa hapa. Vijana wengi wamekufa hapa kusema ukweli. Wengi saba tu ndio umetolea. Kuna mama mwingine hapa kwa chini hapa na mtoto na alikuwa anauza matunda. Hiyo umetoka. Lakini vijana wengi wako hapa hii wameenda yote na hapa katikati kuna vijana. Na vijana walikuwa wengi na hii kitu ilikuwa ya mbogi. Na sasa hii naomba tu serikali hao vijana watoke. Wenye watatoka watoke. Wenye wamekufa naombea tu Mungu. Lakini hii walete tu serikali watoe hii nyumba kwanza, watu waisingie ndani kama hii building iko hivi. Unaona ile wametoa huko, wakiingia huko juu lalaka hii nyingine. Sawa. Tukisalia hapa Nairobi ni kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko imefikia watu 71 kote nchini. Takwimu hizo zimetolewa na Wizara ya Usalama, huku idara ya utabiri wa hali ya hewa ikibashiri kuwa mvua itaongezeka katika maeneo mbalimbali ya nchi kuanzia Alhamisi hii. Maeneo hayo ni pamoja na Rift Valley, eneo la Ziwa Victoria, kaunti za Mount Kenya na eneo la Pwani. Tuelekee kaunti namba 34 ambapo wafugaji katika kaunti ya Kajiado wameathirika baada ya soko la nyama kupungua huko